Mwana wa Mungu, mioyo yetu iwe tayari kupokea kutoka kwako, Mwana wa Mungu. Asante maana wewe ni mwaminifu, hautaruhusu lolote kuingilia katikati na Bwana kuhamisha hili neno ama kuondoa hili neno, Mwana wa Mungu. Bali Bwana, jinsi ambavyo tumejiandaa kwa ajili yako, kwa kufundishwa, kwa kukemewa na kwa kuonywa, Bwana tuko tayari mkononi mwako. Asante maana kuna aliye kama wewe, jua kwamba utanitumia hata mahali ambapo sitafikia. Roho wako ni mwaminifu, utaenda kufanua fundisho mapana na hata kuwezesha utakatifu wako kuelewa na hatimaye tukaweze kuwa na msaada katika maisha yao. Pokea sifa, pokea utukufu, maana kuna aliye kama wewe, na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Wale ambao pengine hawakuwa na pengine kuja kuchelewa kwa sababu ya hali ya hewa, ilikuwa na mvua nyingi. Kwa tunaongea kuhusu kufurahi kila wakati, jinsi ambavyo neno la Mungu linatuambia katika Wafilipi 4:4-6. Wajifundisha ya kwamba ni vyema tukajue ya kwamba mambo yote yanafanyika kwa wema. Tukasoma Warumi 8:28-30 na tukajifundisha ya kwamba Mungu anatuandaa kwa ajili ya kuingia katika maeneo mapya. Na tujue ya kwamba yeye ni mtetezi wetu na anaishi. Na tukajifundisha ya kwamba wakati mwingine tunaweza tukapitia changamoto, lakini ni vyema katikati ya changamoto tukaweze kubaki kuwa na mtazamo wa kumtazamia Mungu na tusiubishwe na jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoendelea siku ya leo, ningependa tukaweze kuangalia mambo ambayo yanafanya ama mambo ambayo yanaondoa furaha katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo yanaondoa furaha katika maisha yetu, na ndio ningependa tukaweze kujifundisha the hindrances of joy in our lives. Point number 1, be care for nothing but focus for the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Tusijisumbue kwa lolote lile katika maisha yetu, lakini tukaweze kujisumbua ama tukaweze kutazamia ufalme wa Mungu. Hapo tutasoma Mathayo mlango ule ni wa 6, mstari ule ni wa 25 mpaka 34. Kama msomaji uko pale, nipenda ukaweze kusoma Mathayo mlango wa 6, 25 mpaka 38. Mathayo mlango wa 6 mstari wa 25 hadi 34. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mule nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hata zidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke
basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Bwana Yesu asifiwe. To care for our lives but not for the kingdom of God. Na kwamba tunasumbukia maisha yetu, lakini hatusumbuki kwa ajili ya kutafuta ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposumbukia maisha yetu pasipo kusumbukia ufalme wa Mungu, tunakuta ya kwamba inaondoa furaha katika maisha yetu, kwa sababu kuna mambo ambayo tutayasumbukia na huenda yasiende vile ambavyo tunataka, ama huenda tusipate majibu. Kwa mfano, tunapoamka asubuhi tunatoka kwenda kutafuta na hatujui kama tutapata, lakini tunakuwa na ile imani ya kwamba tutapata. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaambiwa ya kwamba tunaposumbukia maisha yetu, kuna kule kusumbuka to an extent mpaka wakati mwingine unakosa usingizi, unakuwa na wasiwasi, akili yako imejaa mambo ya dunia hii ya kutafuta. Hakuna nafasi katika maisha yako ambayo pengine utampa Mungu. Hakuna vile ambavyo mawazo yako yatawaza kuhusu ufalme wa Mungu. Utakuta kwamba jambo kama hilo linaondoa furaha katika maisha yetu kama Wakristo. Ndio kweli tunatafuta, maana tunaambiwa ya kwamba ambaye hafanyi kazi na asile. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kutokana na hayo yote pia tunaambiwa ya kwamba tusijisumbue kwa lolote. Inamaanisha ya kwamba kuna wakati mwingine unaweza ukajisumbua sana, unaweza ukajishughulisha sana, ukaweka nguvu zako na bidii zako kwa mambo ya dunia hii, na wakati mwingine pia ukakosa kuweka nguvu zako katika ufalme wa Mungu na kutia bidii katika mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Turudi pale tena katika Wafilipi 4. One pale kuanzia mstari wa 4. Inasema ya kwamba tufurahi katika Bwana. Tena anarudia akisema ya kwamba na tena tufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Nilitangulia kusema ya kwamba katika kufurahi si lazima ya kwamba mambo yao yanaenda vile ambavyo unataka ndiposa kaweze kufurahi. Si lazima uone ya kwamba umepata utoshelevu fulani ama uone mambo mengine yametimilika katika maisha yako ndiposa kaweze kufurahi. Lakini anapoongea kuhusu kufurahi kila wakati, ujue ya kwamba kuna wakati mwingine hali zitaenda vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine hali zitaenda kombo. Wakati mwingine utataka kitu na usipati. Pengine utaomba na usipati. Lakini tunaambiwa kwamba tukaweze kufanya nini? Kufurahi tena kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tusisumbukie vile ambavyo ni vya ulimwengu huu, ingawaje pia vinafaa katika maisha haya kwa sababu tuko duniani. Lakini kusudi la Mungu la kutuita sisi, hakutuita ama hakutuokoa kwa ajili ya vitu ambavyo viko katika ulimwengu. Alituokoa ili ya kwamba tukaweze kurithi ufalme wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Alituokoa akiwa na ajenda na kusudi kwa ajili ya kurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. So utaona ya kwamba katika maisha yetu tunatafuta mambo ya dunia hii ambayo ni vizuri. Uwe na nyumba ni vizuri, uwe na magari ni vizuri, uwe na biashara kubwa kubwa, lakini siweze kuchukua nafasi katika moyo wako zaidi.
kuliko mambo ya Mungu kuchukua nafasi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Utakuta ya kwamba furaha yako inatoweka kwa kuzingatia mambo ya ulimwengu huu. Furaha yako itatoweka kwa kuzingatia mambo ambayo pengine mwenyewe unatafuta na upati. Na kwa sababu utakuwa na ile bidii ya kutafuta na upati, utaona kwamba ile furaha katika moyo wako inatoweka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaambiwa kwamba tusiweze kujisumbukia kwa jambo lolote. Maana Mungu wetu anajua kile ambacho tunahitaji. Anajua tunataka kuvaa, anajua tunahitaji kula, anajua tunahitaji kukaa maisha mazuri ya heshima, si ati ajui. Lakini anatuambia kwamba tukaweze kutafuta ufalme wa mbinguni kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na vyote tutazidishiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Si rahisi kutafuta ufalme kwanza na hivi vingine tuvitafute baadaye, sio rahisi. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunatafuta vile ambavyo viko katika dunia hii, lakini ufalme wa Mungu tunapatia nafasi ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Sio rahisi kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Na ukitaka kujua sio rahisi kutafuta ufalme wa Mungu kwanza, wakati mwingine hatupatikani katika ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine hatupatikani katika maombi, hatupatikani kwa jambo lolote ambalo linahusiana na ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema kwamba tumeshikika, tunasema kwamba tuko na shughuli nyingi. Inamaanisha kwamba tumeweka mbele sana mambo ya ulimwengu kuliko mambo ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na utakapoendelea kuweka sana mambo yetu ambayo tunahitaji katika maisha haya ya kawaida, ambayo pia nimesema ya kwamba ni vizuri, lakini tusiweke akili zetu sana, tusijisumbue sana. Bwana Yesu asifiwe. Tujue kwamba Mungu wetu yeye anasumbuka kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba yeye anatuwazia mema. Bwana asifiwe. Ana mipango mizuri juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusiweze kujisumbua kwa jambo lolote. Jinsi ambavyo yeye ulisha ndege wa angani, hawafanyi kazi, lakini yeye anawalisha. Bwana asifiwe. Yeye anawapatia kile ambacho wanahitaji. Je, sisi si bora ama sisi si muhimu kushinda ndege wa angani? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tukaweze kutafuta ufalme wa mbinguni kwanza, ndipo tutakuwa na furaha katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama kuna mambo ambayo yanasumbua moyo wako, yanasumbua akili yako, huwezi ukalala, hauwezi kuwa na furaha ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Utakuta kwamba unafikiria sana, utakuta kwamba hata haulali, utakuta kwamba magonjwa mengine yanajitokeza kwa sababu ya kujisumbua na maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naweza sema ya kwamba mimi basi nitamwambia Mungu nini nikiangalia hajafanya kitu. Bwana asifiwe. Hiyo siwezi nikakubaliana nayo, kwa sababu Mungu ametupatia afya na uzima. Bwana asifiwe. Huo ni ushuhuda na hiyo ni miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni muujiza ambao Mungu amefanya kwa kupatia wewe afya na familia yako na jamii yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunasema kwamba Madorcas, wewe ujue maisha vile watu wanaenda mbio. Najua kweli maisha ni mbio. Wanawake wako mbio, wanaume wako mbio. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mbio zetu zisifanye tukaweze kuacha ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mbio zetu zisifanye tusiweze kumtumikia Mungu, tusiweze kujitoa katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusiweze kujitoa katika maombi, tukashughulike ndio, kwa sababu tunahitaji kula, tunahitaji kuvaa, lakini mawazo yetu tusiweze kuweka sana kwa mambo ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Tukaweze kufocus katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na tutakuwa na furaha katika mioyo yetu. Kila wakati wewe utakuwa na furaha. Umekosa, umepata, si rahisi mtu kujua. Bwana Yesu asifiwe. Utaonekana wa furaha kila wakati, uso wako utaonekana wa furaha kwa sababu umeamua wewe mwenyewe kuwa na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya ulimwengu huu yasiruhusu tukaweze kukosa amani. Jina la Bwana libarikiwe. Tukaweze kukosa amani na kupunguza bidii kwa ajili ya huyu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya ulimwengu huu yasitufanye sisi kupunguza kule kumtumikia Mungu ama kujitoa kwa Mungu ama kule kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukaweze kujua ya kwamba licha ya yote ambayo
ambayo tunahitaji katika dunia hii. Jambo la muhimu ni tukaweze kujua tunamhitaji Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tukaweze kujua ya kwamba sisi tumeitwa katika ufalme huu, ili ya kwamba tukaweze kuangalia ni kitu gani ambacho kiko katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama mwingine, ilikuwa ni siku ya Jumapili kule sehemu za Msambweni, ilikuwa tu mama kanisa, kwa sababu alikuwa ananiona biashara, akasema ya kwamba Jumapili wako na biashara, na kaenda katika biashara yake. Biashara yake ilikuwa ya barabarani, kuuza vitu, anapanga vitu vyake pale na anauza. Ibada inaendelea na yeye yuko pale stage na biashara. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho kilifanyika kilishangaza wengi, kwa sababu watu waliulizana, ni yeye kweli amepatikana katika maeneo hayo na wakati watu wako katika ibada? Bwana Yesu asifiwe. Yaani accident iliyofanyika hakuonekana hata kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyama zikikwangurwa tu kwa barabara na zikawekwa tu pamoja, nikaenda kuzikwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sitasahau katika maisha yangu. Tulikuwa ni wadogo wakati huo. Bwana asifiwe. Sasa ilinifundisha ya kwamba siku ya Mungu ama wakati wa ibada ni wakati wa kuheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tuheshimu siku ya ibada. Jina la Bwana libarikiwe. Hata kama ndio kuna mengi atatufunga, kuna mengi ambayo hatuwezi tukaepuka. Bwana asifiwe. Kwa tunasema ya kwamba sababu ambazo hatuwezi tukaziepuka, lakini tukajua ya kwamba kando na hizo sababu ambazo hatuwezi tukaziepuka, Mungu anatuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Wiki yote ametupa nafasi, tumefanya shughuli zetu. Siku kama ya leo ni vyema tukaweze kupatikana katika nyumba ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kama kutakuwa na la muhimu zaidi ama la dharura zaidi, inaeleweka, kwa sababu bado tuko katika dunia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini usiruhusu jambo lolote kukufunga siku kama ya leo na ukasema ya kwamba wewe unaenda katika shughuli zako, ama ukasema ya kwamba wewe kuna kitu kimefanya wewe usije kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Tukaweze kutafuta ufalme wa Mungu kwanza, na hayo mengine tutazidishiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Point number 2, lack of prayers and thanksgiving. Hiyo pia inasababisha tukose furaha katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa maombi kama Mkristo na ukikosa kushukuru kama Mkristo, hautakuwa na furaha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa na furaha kabisa. Maana tunaambiwa ya kwamba tukaweze kumwomba Mungu, tukaweze kudumu katika maombi, tukaweze kutafuta Mungu, tukaweze kutafuta uso wa Mungu. Bwana asifiwe. Na tukaweze pia kumshukuru. Tunaambiwa kwamba tunapoingia katika malango ya Mungu, tukaingie na shukurani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine alikuwa anauliza ya kwamba, je, nitamshukuru Mungu vipi na wakati mengine hajafanya? Bwana Yesu asifiwe. Hapa tujaambiwa ya kwamba tushukuru kwa sababu tumefanyiwa. Hapana. Hatujaambiwa tushukuru kwa sababu maombi yetu yamejibiwa. Hapana. Ni tukiingia katika malango ya Mungu tukaweze kufanya nini? Kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ile hali ya kushukuru Mungu, unakuwa na furaha katika moyo wako, unakuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Lolote linalokuja katika maisha yako, liwe ambalo haulitaki ama ile ambalo haukutarajia, kwa sababu wewe uko na ile shukrani katika moyo wako, utakuta kwamba uko na furaha. Utakuwa unashukuru kwa mambo yote yale. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio tunahitaji mengi, ndio tunamwangalia Mungu akaweze kutufanyia mambo mengi. Kuna mengine utasema amefanya, maybe mengine hajafanya, lakini ni vyema tukaweze kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naye ni mwaminifu katika hiyo hali ya kushukuru. Yeye ni mwaminifu. Anajua ya kwamba huyu mwanangu ameshukuru kwa kile kidogo ambacho nimempa. Na inampa Mungu nafasi hata kufanya mambo makubwa, kwa sababu ameona moyo wako uko na shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati mambo yanaenda kombo, uwe na moyo wa kushukuru. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati mambo yanaenda ndivyo sivyo, uwe na moyo wa kushukuru. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Useme kwamba siwezi nikamshukuru Mungu kwa sababu mimi bado nimepangisha. Siwezi nikamshukuru Mungu kwa sababu sijapata nyumba, kwa sababu sina gari, kwa sababu ya
lolote lile, hapana. Ni tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Uwe umepata, uwe hujapata, uwe uko nacho, uwe hauna, ni tumshukuru Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Katika maisha yetu tujifundishe kumuomba Mungu na kujiweka mikononi mwa Mungu, na tujifundishe pia kumshukuru Mungu katika maeneo yote yale. Tukiwa na shukurani, tutakuta kwamba mambo mengine yanakuwa na wepesi, ama mambo mengine yanafanyika zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, mke wako anakupigia pasi kila wakati, hauna shukurani. Kwa mfano, mke wako anakupelekea maji ukaoge, hauna shukurani. Kwa mfano, mke wako anakupigia kile ambacho umerequest, hauna shukurani. Bwana asifiwe. Unaona tu ni kawaida, ati mjitoa mahari lazima afanye. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unaona tu ni kawaida, ni jukumu lake. Kuna watu hata wapelekewi maji. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hata hiyo pasi hawapigiwi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanatamani vitu wafanyiwe lakini hawafanyiwi. Na kuna watu walikuwa wanafanyiwa na sasa hivi imekatika kwa sababu hakuna shukurani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ulikuwa unapelekewa maji, ulikuwa unapigiwa pasi. Sasa hakuna. Sijasema hapa najua pasi bado zinapigwa. Bwana asifiwe. Maji bado yanapelekwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Umepikiwa chakula ambacho unakipenda. Kuna siku moja mtumishi wa Mungu alikuwa anazungumza hapa, akisema ya kwamba kuna mwanamume mmoja, mke wake alikuwa anapenda tu kumpikia vile ambavyo anataka, hawa anafurahi. Bwana asifiwe. Siku moja akapikiwa chapati, na kwa bahati mbaya zile chapati zikakoseka. Ule mume alivyokuja, alichukua chapati na akainua juu hivi. Hivi ndivyo ulifundishwa kwenu kupika chapati. Sasa hata kama vimekoseka, Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni mimi umeninulia chapati hivi, waniambia vile ulivyofundishwa kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Takulisha sima mwaka mzima. Jina la Bwana libarikiwe. Utalishwa sima mwaka wote, kwa sababu mambo mengine ambayo hatujifundishi kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa Mungu peke yake, hata katika maisha yote hadi tujifundishe kushukuru, tujifundishe ku appreciate. Bwana Yesu asifiwe. Vimefanyika hivi, ni kweli. Siku nyingine basi hii chumvi sizidi, siku nyingine basi hii chumvi ongeza kidogo, siku nyingine basi ongeza mafuta kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa vimekoseka, lakini wewe hauna ule moyo wa kushukuru na kurekebisha. Kuna watu hawajui kurekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hawajui kuonya, hawajui kukemea na hawajui kurekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hekima hakuna. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna kabisa. Kwa kurekebisha hakuna hekima, kwa kuonya hakuna hekima, kwa kuongoza hakuna hekima, kwa kuelekeza hakuna hekima. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sasa watu wanakaa katika maisha ya kutoelewana. Sio kama mwenzako hakubali kule kurekebishwa, hakubali kule kuonywa, hakubali kule kuongozwa. Lakini ni njia gani umetumia? Bwana Yesu asifiwe. Ni njia ipi umetumia? Ni matamshi gani? Ni hekima gani umetumia kurekebisha? Ni hekima gani umetumia kuonya? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio unakuta mambo yanasambaratika. Katika ndoa mambo yanasambaratika kwa sababu watu hawajui kurekebisha wenzao. Bwana asifiwe. Ni mama, kuna mambo mengine unafanyiwa hauna shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Na pengine kwa sahihi hata ufanyiwi. Na si ati ya kwamba mwenzako hana uwezo wa kufanya, yuko na uwezo wa kufanya hata zaidi. Lakini kwa sababu kile ambacho alikuwa anafanya hauna shukrani kushukuru, amekatisha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unapokuwa na moyo wa shukrani, unafungua mlango wazidi kwa yule ambaye anakufanyia hicho kitendo, na unazidisha ya kwamba akaweze kukufanyia zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Unampa nafasi ya kwamba akaweze kukufanyia zaidi unapokuwa na shukrani. Lakini ukiwa na ule moyo wa kupuuza, unasema ni kawaida, ni lazima afanye. Bwana Yesu asifiwe. Ni kawaida afanye, ni lazima afanye. Hakuna kitu cha kawaida wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata mbele za Mungu hakuna mambo ya kawaida, hakuna mambo ya lazima. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ni tu
kajifundishe kushukuru, na Mungu anachukua nafasi ya kufanya mambo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukimshukuru Mungu katika kila jambo, utakuta kwamba wewe uko na furaha ambayo haitakatishwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na uwe mtu ambaye anaomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yale maombi kama yatakosekana katika moyo wako, japo kuja kitu chochote ambacho pengine kinakuvunja moyo, utakuta kwamba ile amani imetoweka. Bwana Yesu asifiwe. Utakuta kwamba furaha imetoweka. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kwa kukosa kuomba na kwa kukosa kumshukuru Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujue ya kwamba Mungu alituita akiwa na makusudi. Hakutuita tu katika hali ya ukawaida. Hakutuita kwa sababu ulikuwa ni atuite. Bwana asifiwe. Katika jamii zetu kuna wengi hawajaokoka. Katika dunia nzima wengine hawajaokoka. Lakini mimi na wewe Mungu alituita kwa kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa na agenda. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukajua ya kwamba sisi tumeitwa na kusudi la Mungu. Na Mungu ametuita akiwa na mpango. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sikuokolewa tu na Mungu, ama sikuokolewa na Yesu ile katika ukawaida nikachukulia tu ni kawaida. Nikachukulia tu ilikuwa ni lazima. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa lazima mimi kuokoka. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata matendo yangu pengine yangeangaliwa, singekuwa ninaqualify. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hayo yote hayakuangaliwa, tukaokolewa sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu alituita akiwa na makusudi. Na tujue ya kwamba yeye ana mpango juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na yote yanafanyika kwa wema kwa wale ambao wanampenda Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Lolote lile linalokuja katika maisha, jue ya kwamba linakuja kwa wema. Bwana asifiwe. Liwe ni baya, liwe ni zuri, ni kwa wema. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Wewe uliokolewa kwa wema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tulitoka sehemu tofauti, makabila tofauti, tukakutana hapa, na si bure, ilikuwa ni kwa wema. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tukaweze kukutanishwa, tukaweze kuunganishwa, ili tukaitwe Springs of Life. Bwana Yesu asifiwe. Makabila tofauti, watu ambao wametoka sehemu tofauti. Na kwa sababu tumeitwa kwa wema, Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Atakisha kwamba tumekaa katika ile kusudi ambalo alikuwa ametuitia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lack of faith pia inasababisha furaha kutoweka katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama huna imani, hautakuwa na furaha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu lolote lile ambalo litakuja, utaona kana kwamba umemalizika. Utaona ni kana kwamba hakuna mlango. Bwana Yesu asifiwe. Utaona ni kana kwamba ni wewe peke yako. Utaona ni kana kwamba umefika mwisho la nibasi. Bwana Yesu asifiwe. So ukiwa na imani, itakusaidia ile furaha yako kudhibitika, kuimarishika. Bwana Yesu asifiwe. Ndani mwako, kwa sababu uko na imani. Jina la Bwana libarikiwe. Kisoma Waebrania 11:1. Inasema kwamba imani ni bayana ya mambo ambayo hayaonekani. Bwana Yesu asifiwe. Si mambo ambayo yanaonekana. Kama ni mambo ambayo yanaonekana, sio imani. Bwana Yesu asifiwe. Ni bayana ya mambo ambayo hayaonekani, mambo ambayo yanatarajiwa, si mambo ambayo yako kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni mambo ambayo yanatarajiwa, ambayo yatakuja baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo ambayo hujui yatakuja lini, yatafanyika kivipi, kwa style gani na kwa design gani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe uko pale na ile imani ya kwamba nitapata. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba yatafanyika vile ambavyo ninataka. Jina la Bwana libarikiwe. Imani ni bayana ya yale mambo ambayo yanatarajiwa, ambayo hayako, mambo ambayo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa na imani, furaha haitatoka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hata kama umekosa chakula, utamwambia Mungu kwamba Mungu, ninakushukuru kwa sababu hata kama nimelala leo, lakini nakuamini kesho nitapata. Bwana Yesu asifiwe. Nimekosa breakfast, Mungu nakuamini lunch nitapata. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa wakati huu kuna mambo ambayo ninapitia Mungu, lakini ninakuamini haya mambo hayatabaki jinsi yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuamini ya kwamba Mungu utaninua, ninakuamini utanibariki. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuamini ya kwamba utabadilisha historia ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuamini watoto wangu watasoma. Ninakuamini ndoa yangu itasimama. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuamini biashara zangu zitanawiri, biashara zangu zitainuka. Ninakuamini katika familia yetu kutakuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni mambo ambayo unatarajia, ambayo kwa wakati huo hayako. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo huoni kwa wakati huo. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ndio imani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio imani, yale ambayo hayaonekani. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme ya kwamba niko na imani mimi nitakula nyama jioni na kwa friji kuna nyama. Bwana asifiwe. Usiseme ya kwamba ninaamini mwisho wa mwezi nitapata mshahara na umeajiriwa, automatic mshahara utaingia. Bwana asifiwe. Hata kama wakati mwingine inachelewa ama kuna kuzungushwa, lakini itaingia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo sio imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni vile vitu ambavyo hakuna hata kale kawingu huoni. Bwana asifiwe. Hata ule mkono huoni kabisa kama kuna kitu kinaweza kikatendeka. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ndio imani. Vitu ambavyo havionekani, vitu ambavyo vinatarajiwa, ambavyo vitakuja lakini hujui vitakuja kwa wakati gani, ni vitakuja kivipi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tukiwa na hiyo imani ndio inafanya kwamba hata kama tunapitia mambo mengi ya kutuvunja moyo ama mambo mengi ya kutushusha, utakuta kwamba moyo wako unabaki na ile furaha. Bwana Yesu asifiwe. Utakuta kwamba unakuwa na ile amani ambayo tunaambiwa ya kwamba inapita fahamu za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amani italinda moyo wako. Jina la Bwana libarikiwe. Usisumbuke na mambo ya dunia ambayo yanapita. Bwana Yesu asifiwe. Usisumbuke na mbio nyingi. Ndio mbio ni sawa, kwa sababu tunataka kula, tunataka kuvaa, watoto ni wasome, ni lazima tukimbie mbio. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika mbio zetu pia tukakumbuke ya kwamba kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Mungu ambaye pia naye katika hizo mbio anatusaidia kupata. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tukajue kuna Mungu ambaye anatusaidia. Tunapoamka asubuhi tunatoka na tunarudi tumepata. Tukajue pia kuna Mungu ambaye anahusika. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa na imani unafanya ile furaha yako inazidi kujengeka. Bwana Yesu asifiwe. Kutokana na yale mambo ambayo huoni, haudhanii. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo yanatarajiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ni biashara pengine inaanguka, biashara pengine haina matumaini, lakini ukiangalia kule mbele unamwambia Mungu, hata kama leo biashara yangu inayumba yumba, ninaamini kwamba siku moja biashara yangu itasimama. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ndoa inapitia misukosuko, ninaamini siku moja ndoa yangu itatulia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama watoto wangu kwa wakati huu wanasumbua, lakini wewe Mungu ninakuamini utawatuliza. Bwana Yesu asifiwe. Na watakuwa baraka katika maisha yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa chochote kile ambacho nakiona kimekuwa mzigo katika maisha yako, amini Mungu, Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Katika Isaya 54 mstari ule ni wa kwanza. Tukasome Isaya 54 mstari ni ule wa kwanza. Isaya 54 mstari wa kwanza. Imba wewe uliye tasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele, wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Katika
Kitabu hiki cha Isaya mlango ule ni wa 51. Biblia inasema ya kwamba imba ewe mwanamke tasa, wewe ambaye kamwe hukuzaa mtoto. Paza sauti kwa kuimba, piga kelele kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama hiyo picha unaionaje. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwamba mwanamke ni tasa, lakini anaambiwa akaweze kuimba, tena apige kelele kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Sio rahisi. Jina la Bwana libarikiwe. Ya kwamba wewe mambo hayaendi, lakini ukaweze kuimba tena ukiwa na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Biashara hakuna matumaini, lakini ukaweze kuimba hivyo hivyo na ukaweze kupiga kelele na kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Tena ambaye kwamba mwanamke aliyeachwa watoto wake ni wengi kuliko mwanamke aliye na mume. Bwana Yesu asifiwe. Utajiuliza, mwanamke ambaye ameachwa atakuwaje na watoto wengi? Haleluya. Mwanamke aliyeachwa atakuwaje na watoto wengi kushinda yule mwanamke ambaye yuko na mume? Watoto atapata wapi? Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke ambaye ameachwa atapata wapi watoto? Bwana Yesu asifiwe. Na wakati hana mume. Jina la Bwana libarikiwe. Tena watoto wake ni wengi kushinda hata yule aliye na mume. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kuonyesha ya kwamba uwe na imani ile ya kisawasawa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huoni hata mwangaza, huoni dalili, lakini ukaweze kuimba, ukaweze kupiga kelele na kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiangalia mazingira hayazungumzi vile ambavyo unataka. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia hali zimefungika kila mahali, unajaribu na viwezekani, lakini unaambiwa kwamba hivyo ukaweze kuimba, hivyo ukaweze kuwa na furaha na kupiga kelele tena kwa sauti na shangwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sio rahisi ukaweze kuimba, sio rahisi ukaweze kuwa na furaha wakati mambo yanaenda kombo. Jina la Bwana libarikiwe. Sio rahisi. Biashara inaanguka, sio rahisi. Ndoa inasukasuka, sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine huduma pia huwa na changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watumishi wa Mungu wanafanya huduma katika mazingira ambayo tatanishi, hawana amani. Bwana Yesu asifiwe. Wanafanya katika mazingira magumu. Ndio wamejitoa, ndio wako na ule moyo wa kumtumikia Mungu. Lakini kwa sababu mazingira yamekuwa magumu, wanakuwa na wakati mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa na imani, mambo ambayo yote yako negative katika maisha yako yanakuwa positive. Bwana Yesu asifiwe. Yatakuwa tu positive so long as uko na ile imani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua ukiwa na imani ndio inakufanya zaidi pia unazidi kumsogelea huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tukiulizwa ambaye amemwona Mungu ni nani? Hakuna. Ambaye amemwona Yesu ni nani? Hakuna. Lakini ile imani tunaamini ya kwamba Mungu yuko. Tunaamini ya kwamba Yesu yuko. Tunaamini ya kwamba tukija katika nyumba ya Mungu tukiomba, yeye anasikia na wakati hata hatumuoni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaamini yeye anasikia. Tunaamini yeye yupo. Tunaamini yeye anaweza kufanya. Yaani ni imani ndio inazidi kufanya Mkristo anazidi kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Na kufanya mambo katika maisha yake akijua ya kwamba kuna Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bila imani huwezi ukaja kanisani. Bwana asifiwe. Utakuwa na mwabudu Mungu ambaye humuoni. Haleluya. Utakuwa na hubiri habari za Yesu ambaye hujamuona. Okay, tumemuona kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani tunajiambia kwamba tumemuona Yesu kwa matendo na tumemuona Mungu kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. So ni imani ndio inazidi kutuunganisha, inazidi kutufanya sisi tukaweze kuendelea kumtumikia huyu Mungu. Tukaweze kuendelea kusimama kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapoishi kwa imani tutashinda. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mwenye haki atasimama, mwenye haki ataimarishwa, atasimamishwa kutokana na imani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Imani yetu ikiwa na nguvu
Imani yetu ikiwa ni thabiti, tutaweza kushinda mambo mengi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hautayumbishwa kiwepesi na mambo ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Hautayumbishwa hata mafundisho ambayo tunasikia kule nje. Bwana asifiwe. Hautayumbishwa na jambo lolote lile. Hakuna kitu ambacho kitakuondoa katika mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hautaruhusu mavazi wewe ya kutenge mbali na upendo wa Mungu. Hautaruhusu kukosa chakula kukutenge mbali na Mungu. Hautaruhusu mapungufu yoyote kukutenga mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kiwa na imani utasimama, kijua kwamba hata kama nimekosa yote, lakini namwamini Mungu, yeye atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ninamwamini Mungu, yeye atatenda. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kunapokuja mawimbi ama changamoto, tunaondoka katika mpango wa Mungu. Tunajikuta ya kwamba maisha yetu baadaye yanakuwa ya taabu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ayubu alikuwa na imani na Mungu wake. Licha ya mapigo, licha ya mawimbi, licha ya misukosuko, licha ya majipu kwa mwili, hata mke wake anamwambia mtukane Mungu, lakini alijua kwamba yeye anamtumikia Mungu anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ambaye anaishi, Mungu ambaye yuko hai. Jina la Bwana libarikiwe. Na katika mwili wake yeye hakumtukana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu ambaye alikuwa anamvunja moyo ni mke wake, mtu wake wa karibu ambaye ni msaidizi wake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa mtu wa mbali, hakuwa jirani, hakuwa ndugu, alikuwa ni mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine yule wako wa karibu anaweza kukuvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kukuambia maneno, anaweza kukuambia ushauri ambao hautokani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mke wake anamwambia Ayubu mtokane Mungu. Kina mshukuru Mungu, Ayubu alisimama kwa sababu alikuwa na imani. Alijua ya kwamba hata kama mali yote imeenda, watoto wamekufa, kila kitu changu kimeenda, lakini namwamini Mungu kwa ajili ya uregesho. Bwana Yesu asifiwe. Ninamwamini Mungu kwa ajili ya uvuvio. Vyote ambavyo vimekufa Mungu atavivuvia, atavivuvia. Bwana Yesu asifiwe. Vyote ambavyo vimepotea Mungu ataregesha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Panua mahali pa hema lako. Tandaza mapazia ya hema lako. Uyaeneze mbali wala usizuie. Ongeza urefu wa kamba zako, imarisha viligi vyako. Kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto. Wazao wako watamiliki mataifa na kukaa katika miji yao iliyoachwa ukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno tu ya kututia moyo. Jina la Bwana libarikiwe. Ya kwamba tukaweze kupanua mahema yetu, tukijua ya kwamba Mungu yuko tayari kujitukuza. Bwana Yesu asifiwe. Tukaweze kuongeza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunaongeza tukimwamini Mungu kwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Tunapanua tukimwamini Mungu ya kwamba yeye atajitukuza. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unaongeza ukiwa na imani. Maana bila imani hauwezi ukaongeza. Bwana Yesu asifiwe. Bila imani huwezi ukapanua. Bila imani huwezi ukarefusha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kapanua hema lako, ukaweze kuongeza. Kuwe na nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Wala usifinyilie. Jina la Bwana libarikiwe. Usizuie, kwa sababu ukizuia utaonyesha kwamba wewe huna imani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini wakati unapanua kwa imani, unaongeza kwa imani, unarefusha kwa imani, Mungu anaingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu ni mwaminifu. Yote yanafanyika kwa wema kwa wale ambao wanampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao wameitwa na kusudi la Mungu. Kuna vitu vingine vinaweza vikaribika, ukalaumu, ukanung'unika. Bwana Yesu asifiwe. Ukakasirika. Jina la Bwana libarikiwe. Bila kujua ya kwamba yanafanyika tu kwa wema kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya mema yako. Jina la Bwana libarikiwe. Hatuwezi tukaona mbele. Mungu atusaidie tukaweze kufunguka macho yetu. Bwana Yesu asifiwe. Atusaidie imani yetu ikaweze kuwa thabiti. Wakati uchumba unavunjika, mmependana miezi ama hata miaka, halafu baadaye uchumba unavunjika,
uchumba ambao umeenda mwaka, kwani uchumba ambao umekita mizizi. Bwana Yesu asifiwe. Uchumba umekita mizizi, kama ni kwa wazazi, watu wameenda introduction kila mahali, process zimeanza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ghafla tu kunatokea kitu. Bwana Yesu asifiwe, na inakatika. Jina la Bwana libarikiwe. Kama wewe ni dada, kama wewe ni ndugu, utakuta kwamba katika ile hali uko na machungu, unauliza maswali. Bwana Yesu asifiwe. Unalaumu na unajitafuta, kwani nimekosea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ni kwa wema tu. Bwana Yesu asifiwe. Pengine Mungu anakuepusha huko mbele, kuna lingine lingetokea. Bwana asifiwe. Mungu anakuepusha huko mbele, na kuna kitu kibaya kama ndoa kuvunjika. Afadhali hata uchumba uvunjike. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali uchumba uvunjike kabisa, sambaratika kabisa. Na mshukuru Mungu, ambie Mungu nakushukuru kwa sababu ya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe Mungu umeona kile ambacho kingekuja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio rahisi. Katika ubinadamu sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Utahesabu gharama, utahesabu vile umempeleka saluni, utahesabu vile ulikuwa umefanya nini, yaani utahesabu mambo mengi ambayo ulikuwa umegharamika. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mambo mengine afadhali yakatike. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali hata kama ni ushirika mwingine ukatishe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama ni mashauri mengine kata. Kama ni marafiki wengine kata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usalama wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usalama wa maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusilaumu Mungu kwa yale mambo ambayo yanafanyika katika maisha yetu, tukijua kwamba mengine ni kwa wema. Bwana Yesu asifiwe. Hata si mengine, tumeambiwa kwamba yote, Bwana Yesu asifiwe, yote yanafanyika kwa wema. Yawe ni mabaya, yawe ni mazuri, yote yanafanyika kwa wema. Isipokuwa kupokea kwa wakati ule haitakuwa rahisi. Bwana asifiwe. Yesu Kristo kufa msalabani ilikuwa ni kwa wema kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama alikubali kile kifo cha aibu, hatungekuwa hapa. Bwana asifiwe. Singekuwa nimesimama hapa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu alikubali kudharauliwa, kutukanwa, kifo cha aibu kwa ajili yetu sote. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa siku ya leo tuko mahali hapa katika nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa siku ya leo tumefika mahali tumefika. Ndiposa siku ya leo tunakumbatiwa. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tumepata kibali, tumepata ile neema. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunaweza tukasimama na ujasiri kwa sababu kuna mtu ambaye alifanyika wa laana, alifanyika aibu kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa tu ni kwa wema, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tusijisumbue kwa mambo ya ulimwengu. Tusijisumbue sana kwa mambo ya ulimwengu, lakini tukajisumbue kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yote yanapita. Tuseme kwa mfano, mimi sasa ninamwamini Mungu kabisa, nataka gari, na asiponipa, Bwana Yesu asifiwe. Maana sio lazima anipe gari Mungu. Si lazima, siwezi nikamlazimisha, siwezi nikafurutisha. Bwana Yesu asifiwe. Yeye apende na kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Na isitoshe hata sijaenda driving. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo gari nitaipeleka vipi? Kama utaniambia brother yako ni dereva. Bwana asifiwe. Mambo mengine pako jiandae. Bwana Yesu asifiwe. Naambia Mungu nipe hiki, umejiandaa vipi kwa ajili ya hicho kitu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu nataka nyumba, hiyo plot ushaipata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu nataka unibariki na watoto. Umeshaoa wewe, uko na mke. Bwana Yesu asifiwe. Umeshaolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umeolewa pia sio lazima. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Katika maisha ya ndoa watu wanaangalia watoto, lakini si la muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Ni la muhimu katika maisha ya binadamu, lakini mbele ya Mungu hiyo hata si muhimu kwake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la muhimu kwa Mungu ni ile ndoa iliyoanzisha katika shamba la Edeni. Je, iko mpaka wa leo? Bwana Yesu asifiwe. Ule upendo uko, ile amani iko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mambo mengine ambayo tunahitaji katika maisha yetu, mengine hata kumsumbui Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Cha muhimu Mungu anachokitaka kwetu ni tukaweze kurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukaweze kufikia ule uzima wa milele. Jina la Bwana libarikiwe. Haya mengine hayamsumbui na hatuwezi tukamlazimisha. Bwana asifiwe. Yeye anafanya anapotaka kwa wakati ambapo anataka. Bwana asifiwe. Kwa siku ile ambayo yeye mwenyewe ametaka na kwamba amepanga. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo hata kama mengine hatujafanyiwa na Mungu, tusikose amani. Bwana Yesu asifiwe. Najua mengine hajafanya. Kuna mengine hajafanya, lakini mengine bado unaendelea kumwamini Mungu. Na si ati kwamba hatafanya, atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe kuendelea kuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Na kuishi sawa sawa na neno la Mungu na kumpenda huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha yako unavyoishi ndio inajalisha. Bwana Yesu asifiwe. Hivi vyote kweli tunataka, lakini mbele ya Mungu, yaani si mpango. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niweke hivyo. Mpango wa Mungu kuniokoa mimi si ya kwamba niwe na gari, niwe na nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho yeye aliniokoa kwacho ambacho ni cha muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haya mengine nahitaji kama mwanadamu, maana bado niko katika dunia. Lakini kuna kitu ambacho Mungu alituokoa akiwa na lengo na kusudi, akiwa na sababu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwamba yeye alituita akiwa na kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Tukaweze kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Tukaweze kumpenda huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na unapompenda Mungu, wapendwa, unakuwa na ule moyo wa maombi ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na ule moyo wa shukrani. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe.